Seru, mnaielewa, Seru leo ina kilomita za mraba 50,000. Nchi ya Israeli nzima, mnaisikia Israeli inayopigana na Irani, inapiga kila sehemu. Mnajua ina ukubwa gani? Ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Seru, poli la Seru ni kubwa mara 2 ya Israeli na kubaki change. Mnaelewa hivyo? Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Rwanda hiyo ya Kagame, si mnaijua? Poli la Seru lina ukubwa wa kilomita za mraba 50,000 mama yangu. Kwa hiyo Seru hiyo ni kubwa kuliko Rwanda. Wakati huo sasa Seru labda ilikuwa inafika hadi hapa na Chingo ya mjini au wapi kokote kwa wanyama. Kwa wazungu na kwa sababu walihitaji watu wa kufanya kazi, wakalazimisha nyie watu wanachingwea babu zenu, nyie si wa Makonde bana, wafanye kazi kwenye mashamba yao kwa nguvu, wafyeke mashamba, wapande karanga, wazungu wavune wapeleke kwao. Kwa wazee wetu walikataa, wakaumia sana. Lakini sasa wazungu walikuwa na bunduki kama alizonazo Samia na askari kama hawa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wazungu wakatumia maguvu ya dola. Ilikuwa serikali kama hii, dhalimu kama hii, ambayo imejiweka madarakani bila kuchaguliwa na wananchi. Na sote tunajua hakuna aliyemchagua Suluhu Hassan kuwa rais wa nchi. Uongo kweli? Hakuna aliyemchagua huyu bwana anaitwa Liwaka hapa kuwa mbunge. Uongo kweli? Mimi nimekuwa mbunge na Mnyika amekuwa mbunge. Yule tulikuwa na bwana mmoja kutoka hapa Pifupi Sara, si ndio? Tulikuwa nako bungeni kale jamaa. Nasema dogo dogo, msiseme ni dharau yani. Yes, tulikuwa naye bungeni. Kwa ndugu zangu, wazungu wakatumia nguvu sana kulazimisha watu wafanye kazi kwenye mashamba yao, kuchukua ardhi za watu, kwa sababu huwezi karanga kwenye ardhi ambayo haina rutuba. Uongo mzee? Ardhi ya mzee Abdara ndio ina rutuba, wanachukua kwa nguvu. Kwa kukawa na mambo mengine ya kodi pia, iko inaitwa head tax. Kwa hiyo Watanganyika wa wakati ule, watu wa kusini ambao wamechangia mabadiliko makubwa kupigania uhuru wa nchi, wakaumizwa sana na yale mambo. Wakasema hatuwezi kukubali. Kulikuwa na mambo matatu ambayo yaliwasumbua sana. Vijana wanaosoma sekondari wanajua ninachokiongea. Kulikuwa na kitu kinaitwa land alienation, kwa kizungu kupora ardhi ya watu. Kulikuwa na taxation, kodi ya kulazimishana. Kulikuwa na head tax. Head tax ilikuwa kodi ya kichwa. Kulikuwa na hat tax, kodi ya kulipia nyumba. Wakati ule nyumba za majani, msonge ule ndio unaitwa hat. Tunaelewana mzee? Sio house, unaitwa hat kwa kizungu. Kwa kukawa na kodi ya nyumba. Ukiwa na 10, kwa sababu sisi wa Afrika huwezi kulala na mtoto wako kwenye nyumba moja. Kwa ukiwa nako kamoja unalipia kamoja. Ukiwa na viwili vyote. Ukiwa na kengine kakuweka mbuzi na kenyewe. Kulikuwa na kodi ya mifugo. Kwa kulikuwa na kodi nyingi. Mpaka baadaye wakaanzisha kodi, kwa sababu watoto wadogo walikuwa walipi kodi. Kwa hiyo binti akibalehe tu, chuchu zikitoka analipishwa kodi. Kodi. Jambo la ngapi? La pili hilo. Na la tatu lilikuwa ni forced labor. Kufanya kazi kwa kulazimishwa. Kwenda kufieka mashamba ya wazungu, kupanda. Sasa watu wanachingwea kwa ushujaa wao, wakasema tuwezi kuendelea na ujinga huu. Mzungu anawaletea, sasa kuna machifu wanasimamia hapa, wale viherehere, kama vile ambavyo Samia akiagiza huku haji huku, kuna viherehere hapa chini, kuwa wilaya, au ndio viherehere, na walikuwepo tangu zama hizo. Kwa sababu nani amemchagua mkuu wa wilaya? Huu ni mfumo wa kipumbavu wa kikoro, ndio tunaoupinga sasa hivi.
kwa sababu hao waliwekwa hapa kuwa jicho la mzungu ambaye yuko Dar es Salaam, kunyenyesea. Kwa sababu mtu anatolewa Tarime, anakuja hapa Mkuria, hajui mila za Wamakonde, hajui taratibu zenu, anakuja anasema mimi ndio mkuu wa wilaya yenu. Ebo, matokeo yake anaweza kukulazimisha wewe. Kwa mfano sisi Wakuria, mkwe wako ukimwona unapita mita 200, yeye atakulazimisha umguse mkono, kwa sababu hajui mila zenu, hajui taratibu zenu. Wazungu waliwafanyieni hivyo, walitufanyia hivyo wa Afrika wakati ule. Kwa hiyo kulikuwa na Vyerere ndio walikuwa nasimamia hapa. Kwa hiyo kulikuwa na wakuu wa mikoa. Huu mfumo wa kikoloni, nchi nyingi huwezi kuja hapa eti Samia anatuteulia mkuu wa wilaya, si mkuu wa mkoa, si kila mtu anayepaswa kukuongoza wewe kama kiongozi lazima umchague, umpe kura yako ili awajibike kwako. Nitaeleza maana ya kura ni nini, nitaeleza ili muelewe. Mtu usiyemchagua hana huruma na wewe, ana huruma na yule aliyempa uraji, anamsikiliza yule, hawezi kusikiliza wewe. Kama umemchagua wewe, anajua akifanya ushenzi utampiga chini, lazima akuheshimu wewe. Kwa hiyo wakaleta hao watu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakawa wanalazimisha watu kufanya kazi kwa nguvu, kazi za kulazimishwa. Watu wanachingwea, mashujaa. Pita mbele mzee, we polisi, njoo urekodia hapa, siogope. Sisi tunatoa elimu, hata wewe utatoka hapo umebadilika tu. Sio? Sana wewe unatumiwa. Kwa hiyo wanafikiria mwaka 47 wakakasirishwa sana na mambo yale. Wakafanya nini? Mbegu za karanga zikaletwa kutoka Ulaya kuja kupandwa. Watu wanachingwea, brave people, watu wenye akili. Wakasema hawa tukitumia maguvu watatuumiza, wana bunduki, wana nini. Wakachemsha zile karanga usiku, wakakoka moto, wakaweka maji kwenye mapipa, karanga zikachemshwa. Alafu asubuhi wakaenda kupanda, karanga zimechemshwa. Mzungu mkoloni mshenzi anasubiri karanga ziote. Karanga iliyochemshwa haiwezi kuota. Mvua ikanyesha, masika, karanga ikuota. Kwa mzungu akara hasara. Mwaka 47 watu wakang'oa leri hapa na Chingwea katika mapambano. Leri lingolewa hapa ya mzungu. Uongo kweli? Ili mzungu ashindwe kusafiri kuja hapa. Kwa wazungu wakarudi kwenye bunge lao mwaka 51, wakapata hasara wakati ule mabilioni ya fedha. Kwa bunge la Uingereza likajadili, likasema huu mradi ni nani starter, kwa tuondoe. Kwa wakaondoa ule mradi. Sasa ndugu zangu, tuko zama zile zile za ukoloni, tunatawaliwa na watu wale wale. Inasikitisha kwamba watu wa mwaka 47 walikuwa na akili na ujasiri kuliko sisi leo tunaojiita tumesoma. Wakati kule hakukuwa na simu hizo mnazoangalia hivi, hakukuwa na TV, hakukuwa na simu, hakukuwa na gari, lakini the brave people ambao hawakukubali kutawaliwa walifanya kila liwezekanalo kuondoa mkoloni. Leo sisi tunaogopa polisi yao, tunaogopa Samia amejiweka madarakani, wameua watu, maelfu ya watu. Wanawadanganyeni miaka nenda miaka rudi kwamba watabadilisha maisha yenu, watawajengeeni barabara, watawaleteeni maji. Kusini imetengwa kwenye nchi hii. Tumekuja kuzungumza na nyie muelewe haya mambo kwa ajili ya maisha yenu. Sisi wengine tumejitoa, tuko mbele. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote. Tumekubali wake zetu wawe wajane. Maneno tunayoyasema hapa hayawafurahishi hao watu. Hatusemi matusi, lakini kwa sababu ni majizi, wanajua tunapowafungueni macho mtaamka usingizini. Wanatuchukia, watupendi.
wanatamani kutuua. Tunalindwa tu na Mwenyezi Mungu. Leo mwenyekiti wetu tunazungumza, alitakiwa kuwa hapa, hana kosa, yuko ndani siku karibia 400 na kitu, mwaka mmoja na miezi 4. Lissu yuko ndani, mtu aliyepigwa risasi 16. Mungu amemwokoa, leo wanamshikilia. Tukiamka limetokea lolote, watatuambiaje? Wataiambiaje nchi kama sio kwamba wanataka kuichoma kiberiti nchi? Tuliwaonya hivyo hivyo kwamba msiende kwenye uchaguzi bila mabadiliko, kwa sababu kwani mnaogopa nini? Kama CCM mna nguvu, mnaogopa nini? Bwana Fande, wewe unayekutuma kule, wanaogopa nini? Waulize. Uwanja ulingane, hicho tunachosema, uwanja ulingane. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga refa atoke Yanga. Simba hawezi kubali kucheza hiyo mechi, haiwezekani. Tunataka uwanja unaolingana. Kama kuna mashehe hapa, neno la Mungu linawatuma kuhubiri haki hiyo, sio kuwa na upande wa kutetea uovu. Kama kuna viongozi wa dini hapa, Wakristo si nani, semeni ukweli huu. Watu hawa wameshindwa na hawezi kuongoza nchi hii. Na wazungu wanasema insanity, wenda wazimu, is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Huo ni walikuja wakati wa Mkapa wakawaambieni nyie, tuchague sisi barabara ya kutoka Masasi na Chingwea Liwale itawekewa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Kikwete, ari mpya, si nguvu mpya, maisha bora kwa kila Mtanzania. Tuchague barabara ya kutoka Masasi, Liwale na Chingwea itawekwa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Magufuli, tuchague barabara, tena yeye alikuwa amezikariri kilomita 175. Akapiga yake, Mungu akamchukua na yeye kwa mambo aliyokuwa anafanya. Amekuja huyu mama, mimi nikiwa bungeni nakumbuka hii barabara inajadiliwa tarehe 16 Juni mwaka 2023. Tarehe 16 mwezi Juni, mwezi wa 6 kama leo, tarehe 16 wakakaa wakasaini mkataba. Nasema uongo je? Nasema uongo? Miaka 3 iliyopita. Kampuni gani barabara inaanza kujengwa, mkaja hapo mkaitwa, mchezewa viuno nini? Leo nimepita hapo Mahandaki. Na hiyo serikali hiyo ambayo inaua watu, inang'ang'ania madaraka, barabara ndiyo hiyo. Kusini. Hiyo serikali hiyo inayoua watu ibaki madarakani. Kwenye budget hii takataka wanaopitisha wanaita budget, kwa sababu sio budget ya wananchi, hawajachaguliwa, hawana uhalali hata wa kukusanya, hawajachaguliwa. Wazungu wanasema no representation, no taxation. Kama hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Ndio utaratibu wa dunia. Wewe unalipa kodi kama mwakilishi, mbunge, diwani aende badala yako. Iko hivi, nyie wote mnastahili kuwa wabunge. Ukajiwakilisha, useme sina maji, ukaipelekea serikali inayokusanya kodi yako. Ukinunua kiberiti kodi, ukinunua maji kodi, chafya tu ya Mungu ndio hatulipi kodi kwenye nchi. Kila kitu kodi. Ili hela yako hii isiliwe, iende kwenye kazi, inatakiwa ukaiangalie. Sasa watu wanachingwea wote, Walindi wote, wa Mtwara wote, Watalime, wapi. Hatuna ukumbi mmoja wa kutosha tukae pale. Kwa tunachagua mtu mmoja anaitwa mbunge kwa niaba yetu, akapitishwa kina masirai na sisi. Je, barabara imo ya kwetu? Kama haimo apige kelele.
kwamba mimi sipitishi hili jambo, watu wangu hawatakubali kwa sababu maslahi yao hayamo. Mimi sipitishi kama hakuna mradi wa maji. Ndio maana ya bunge, mama yangu, muelewe haya mambo. Ndio maana ya kuwa na mbunge. Ndio maana unaamka asubuhi upange foleni ukatume mtu aangalie maslahi yako. Wazungu wanasema kama hamna hiyo nafasi hamna kulipa kodi. Sasa nyie watu wa Mtwara na Lindi, watu wema, Mungu amewajalia rasilimali za kutisha katika nchi hii. Lakini umaskini wa Mtwara na Lindi ni wa ajabu. Unakuja hata Lindi hakuna hata uwanja wa ndege Lindi. Mkoa huu sehemu ya kulala ni majanga Lindi. Sasa ndugu zangu, hiyo barabara ilitegemea kujengwa mwaka 2023. Hawa watu wamepitisha bajeti hii ya sasa, fedha za usafiri trilioni 1. Trilioni. Sasa hapa tutaenda taratibu. Mimi ni mwalimu na mimi huwa nafundisha. Iko hivi, kilomita 1 ya lami, kilomita 1, hiyo barabara ya kutoka na Chingwea mpaka Liwale ina kilomita 175. Kilomita 1 ya lami inajengwa kwa shilingi milioni 500, lami nyepesi hiyo kama ya kijingajinga hiyo walioweka mjini hapa. Hiyo ambao ukipiga teke hivi inaruka juu. Inajengwa kuanzia milioni 500 mpaka 600. Barabara nzuri ya lami ya kiwango kile wanachojenga USAID, kama umewahi kwenda kwenye mikoa ambao wamejenga barabara ya kiwango cha Marekani, inajengwa kwa milioni 800 mpaka bilioni 1. Sasa bilioni 1 mamangu ni milioni 1000. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani uhesabu shilingi 100 zifike laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1 ambazo ni milioni 1000 ziko tena mle ndani 1000. Kwa wao wametenga trilioni 1 kwa ajili ya safari. Samia anaenda si wapi, mawaziri wanakuja hapa na magari 20. Amepita na msafara mkubwa ha? Hele yako wewe. Jamani, mama yetu. Sasa kilomita 1 ya lami bilioni 1 ambayo nimewaambia ni milioni 1000. Kwa hiyo barabara inahitaji bilioni 100 na kitu kuijenga, ambao kwenye trilioni 1 waliopanga wangechukua bilioni 175, bado zingebaki bilioni 850 wawajengeni hiyo barabara. Wao wametenga kwa ajili ya safari, magari ya kwenu, mafuta ya kwenu, kura posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Memsikia Mwiguru Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo, mtu anamwambia mimi nimeachwa na mume wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa na mwenzi wangu ameniacha. Kuna ujinga kwenye nchi hii ambao haujawahi kutokea kwingine kokote kwenye dunia hii. Yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mamangu wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo hilo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa, si mtu amepigwa mimba.